leo tunafanya expansion ya irrigation. Kwa hiyo kila mnavyoongeza miundombinu ya umwagiliaji mnakaribisha kwelea. Kwa hiyo sasa hivi kelele za kwelea ni nchi nzima, na nashukuru ilani leo imezinduliwa ya Chama cha Mapinduzi, imepitishwa na tumemkabidhi mgombea wetu wa urais Dr. Samia na makamu wake mgombea mwenza. Kwenye ilani inazungumzia miaka 5 ya kuwekeza kwenye umwagiliaji, na tuna mradi mkubwa wa irrigation wa Lake Victoria na Lake Tanganyika una hekta milioni 3. Sasa leo kama nchi tu tuna hekta 900,000 tunahangaika namna hii na kwelea. Je, tukiwa na hekta milioni 3-5 ambazo tunazifikiria, utakuwa mtihani mkubwa. Kwa hiyo ni lazima tujiandae. Kwa hiyo mimi maelekezo yangu yafuatayo. Moja, kwa kuwa ule mchakato uliotutesa kwa miaka 2 mpaka kupata procedure ya kuweza kununua hii ndege ya kwanza, mchakato ule hatutaurudia tena. Mwenyekiti wa bodi yuko hapa, DG yuko hapa, KM yuko hapa. Na kwa kuwa kwenye bajeti tumepitisha kuanzisha vituo 4 vya kilimo anga kwa maana ya Arusha, Dodoma, Mbeya kwa maana ya Songwe Airport na Mwanza. Vituo vyote hivi vinatakiwa viwe vina ndege na viwe vina drones. Kwa hiyo mchakato wa kununua ndege 3 zingine uanze sasa hivi. Ni lazima kama nchi tujitegemee. Dunia ya kubebana haipo. Wadau wa maendeleo tunawashukuru sana. Namshukuru FAO, country rep wa FAO yuko hapa, ametusaidia sana kuitransform Plant Health Authority na kuweza kuwa na vituo zaidi ya 10 na kitu kwenye boda sasa hivi, ambavyo vitakuwa na vifaa, vituo 36 ambavyo vitakuwa na vifaa na maabara za kisasa. Lazima tuweze kutoa huduma. Tumeshaanza kununua hizi drones za kufanya surveillance. Mwaka huu tunanunua drones kwa ajili ya spraying. Na Watanzania lazima wajue, Tanzania kimaumbile, Mwenyezi Mungu katuumbia kuwa na mazalia ya nzige. Yapo Dodoma, yapo Katavi, yapo Rukwa. Na bahati mbaya ni nzige wekundu. Kwa hiyo huwezi kujua mabadiliko ya hali ya hewa na tabia nchi tutaathirika na visumbuko vya aina gani. Kwa lazima tujiandae. Na viwanja vyote hivi KM muanze mchakato wa kuongea na wenzetu Tanzania Civil Aviation Authority watupatie maeneo ndani ya viwanja hivi ili tujenge henga zetu za Plant Health Authority kwenye vituo hivi. Ili kituo cha Lake Zone kiwe na ndege yake na vifaa vyake, kituo cha Central kiwe kina ndege yake na vifaa vyake, Southern kiwe kina ndege yake na vifaa vyake, na Northern kuwe kuna ndege yake na vifaa vyake. Hili ni jukumu la serikali, hatuwezi kulikwepa. Na udhibiti wa ndege hao tulikuwa tunatumia ndege kutoka shirika la DLCO kutoka nchini Kenya, na mara nyingi kulikuwa na changamoto mbalimbali, kwa mfano kuchelewa kufika kutokana na sababu za kiutendaji na sababu zingine. Kwa hiyo ndege hii imekuja kuleta ukombozi mkubwa sana kwa wakulima wetu. Hii ndege unaiona kama ni ndogo, lakini ina uwezo mkubwa sana. Kwanza ina tenki la mafuta pale, inaweza ujazo wa lita 863. Kwa maana hiyo inaweza kukaa angani zaidi ya masaa 4. Lakini pia ina uwezo wa kubeba viuatilifu lita 1930, almost lita 2000. Kwa hiyo inaweza kufanya udhibiti wa ndege hao katika eneo la ekari 2400 kwa mara moja. Lakini pia ina vifaa vya kisasa kwa ajili ya kufanyia surveillance na kutoa takwimu ambazo zinatuwezesha sisi kufanya planning ya kuwadhibiti ndege hao. Mheshimiwa Waziri, katika kuhakikisha ununuzi wa ndege hii inafikia malengo ya matumizi yaliyokusudiwa, mamlaka imefanya mambo yafuatayo. Moja, tumempeleka rubani Ramadhani Hamisi kupata mafunzo Marekani ya kuendesha ndege aina hii
ya thrush. Lakini pia tumepeleka engineer pia kwenda kujifunza kutoka Coastal Aviation kwenda kupata mafunzo ya namna ya kufanyia maintenance ya ndege hiyo. Lakini pia wataalamu kutoka mamlaka pamoja na wizara nao walienda wakafanya ukaguzi wa ndege hii ikiwa kule Marekani.